Jamii imeshauriwa kuacha matumizi ya uvuvi haramu ili kuendelea kutunza mazingira bahari na viumbe vilivyomo baharini kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Haya yameelezwa na Naibu Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi, Mheshimiwa Mboja Ramadhani Mshenga katika mkutano uliowakutanisha wadau kutoka nchi mbalimbali za kikanda, Blue Voice. Hafla iliyofanyika huko hoteli ya Verde Mtoni, mkoa Mjini Magharibi Unguja. Amesema kuwa lengo la mkutano huo ni kuhakikisha wanapaza sauti katika kujadili na kuweka mikakati ya kuondoa uvuvi haramu kwa lengo la kulinda rasilimali ya bahari na viumbe vilivyomo, kwani asilimia kubwa ya wananchi wa Zanzibar wanategemea rasilimali ya bahari kwa kuwezesha kuishi maisha yao ya kila siku. Yaani katika huu ukanda wetu tunakataa uvuvi haramu kwa sababu tunachokihitaji ili wananchi wetu waweze kupata faida kutokana na bahari, kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wetu wanaitegemea bahari kama ni rasilimali ambayo inawezesha kuishi. Kwa hiyo kuwepo kwao hapa, maana yake tunapaza sauti ya pamoja ili kuweza kuweka mashirikiano ambayo yatawezesha sasa yale mambo mengi ambayo tunayasema kisera sasa yaweze kutekelezeka. Hilo ndio lengo kubwa la kuwepo hapa leo. Kwanza, uchumi wa bluu unasisitiza sana kutokuvua kwa kutumia vile vifaa ambavyo havihitajiki, mfano nyavu zenye matundu madogo. Kwa hiyo uwepo wetu hapa manake utasisitiza ni kwa namna gani, kipi tunaweza kutumia, na hizi siku tatu ambazo watakaa hawa viongozi wetu hapa wataweza kujadili haya ili kuweza kutatua hii changamoto, kwa sababu bado watu wanaendeleza kutumia uvuvi haramu, na ndio serikali inapiga kelele kila siku kuweza kutoka kule ili tuende katika hatua nyingine, kwa sababu yakiharibika matumbawe, ikiharibika vizalia vya samaki, maanake uwezekano wa maisha yetu kama Wazanzibari inaweza kuwa ni mtihani, kwa sababu kama mnavyojua tunategemea bahari kwa asilimia kubwa, kwa sababu tayari sisi tuna boti zetu. KMKM wana boti, wanafanya doria katika bahari zetu, ukizingatia kwamba kila siku wao wanafanya doria hizi. Kwa hiyo mikakati ni mengi, ikiwemo kununua meli mbalimbali ambazo zitawezesha sisi wananchi wa Zanzibar kuweza kuvua katika maji makubwa. Msemaji wa mradi wa jahazi Bwana Michael Malia amesema lengo la mkutano huo ni kuzikutanisha nchi kutoka mataifa mbalimbali ambazo zinashare maji ya bahari. Hivyo ameeleza kuwa nchi hizo zisipokuwa na mashirikiano, wale ambao wanatumia uvuvi haramu watapata nafasi kubwa katika kuharibu rasilimali ya bahari. Lake ni kukutanisha serikali za ukanda ambao tunashare bahari ya Hindi, hususani kwa nchi za Afrika Mashariki, lakini kwa nchi za ukanda ambao tunaoita ni kusini magharibi mwa bahari ya Hindi. Ukitaja nchi kama Tanzania bara na Zanzibar, ukitaja Kenya, ukitaja Mauritius, ukitaja Seychelles, Madagascar, Komoro na Mozambique, hizi nchi zote zipo kwenye huu ukanda. Sasa hizi kwa nini tunazikutanisha na kuendeleza nazo mashirikiano? Ni kwa sababu hizi nchi zinashare maji ya bahari au zinashare eneo la bahari, na kama tunavyofahamu ni kwamba eneo la bahari lina ile mipaka tu ya kisheria au ya kisiasa, lakini kijiografia halina mipaka. Kwa hiyo hizi nchi zinapoacha kushirikiana au zisipofanya kazi kwa pamoja, kinachotokea ni kwamba wale ambao wanatumia bahari, especially wale wavuvi haramu wakubwa wanaotumia meli kubwa za kibiashara, ambao wanakwenda kufanya uvuvi bahari ya mbali, tunaita deep sea, wanapata nafasi ya kuweza kumaliza ile stock yetu na kuharibu ecosystem. Nadhani tumesikiliza speech zote zinazungumza vizuri za waheshimiwa kwamba bahari ni zaidi tu ya eneo la jiografia, ndio uchumi wa watu wetu, watu wa Zanzibar, watu wa jamii ya pwani ya Tanzania bara, wa Kenya na hizi nchi nyingine tunazitaja kama Mauritius, wanategemea wavuvi waende baharini wakavue, warudi waweze kulisha familia zao. Kwa hiyo tunapokuwa na tishio kubwa la uvuvi haramu, ni kama tunakatisha ule ustawi wa hizi jamii. Lakini pia tunapokuwa na uvuvi haramu tunatishia shughuli zingine kwenye ule mnyororo wa thamani, shughuli zingine kama shughuli za utalii. Tusingekuwa na utalii mkubwa mnemba leo kama tungekuwa tumeharibu bahari yetu, tumeharibu yale mazalia ya samaki na tumeharibu ule ustawi wa bahari kwa ujumla. Kamanda mkuu wa kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar, Commodore Azana Msingiri, amesema kuwa kuendeleza ushirikiano ni kuhakikisha ulinzi unaimarika kwa kiasi kikubwa katika rasilimali ya bahari. Hili swala la leo na mimi naunga mkono
kubwa ninachokiomba kwamba tujitahidini kutoa support, sababu katika masuala ya ulinzi kuna walinzi aina mbili. Kuna walinzi wao wanafanya ulinzi ni katika mazingira ya kiofisi, na kuna walinzi ambao wako practical kwenye bahari. Kwa hiyo ningeomba tuoanishe haya majukumu mawili. Sisi tulioko baharini tunategemea sana walioko ofisini ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri, kwa sababu hakuna kazi itakayokuwa nzuri bila kuwa na good logistics. Kwa hiyo ningeomba tuimarishe ulinzi wetu baharini. Mpaka sasa hivi bahari yetu iko salama. Tunacho kituo ambacho tumekianzisha pale katika visiwa vya Reunion ambayo inaitwa Indian Ocean Sharing of Information, OIRIS. Inafanya kazi vizuri. Tunaendelea kuwasiliana na mataifa mbalimbali katika ukanda wetu kuhakikisha tunafanya vizuri. Hapa Zanzibar nayo Dar es Salaam ipo, Kenya ipo, Tanga pamoja na nchi za karibu. Tumekuwa tuna mawasiliano, hata pale inapotokea kuna chombo kimepotea, basi tunakuwa na mfumo wetu wa mawasiliano kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa msaada pale unapohitajika, kwa sababu katika core function nyingine ya kikosi cha KMKM mambo ya rescue ni jambo ambalo moja core function ya kikosi. Kwa ningeshauri huko ni sio jukumu la leo, lakini lengo kubwa ni masuala ya ulinzi, stick kwenye ulinzi. Ningeomba sana, nilikuwa naongea na mheshimiwa waziri hapo nje na katibu mkuu, kuwaomba kwamba tuongeze nguvu katika kikosi chetu kuona kwamba ili ulinzi ufanyike, kwa sababu sisi moja majukumu yetu ni ulinzi wa bahari na vilivyomo vyote. Kwa hiyo hakuna sababu tusipewe support ya kukamilisha hilo. Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Captain Hamadi Bakari Hamadi, ametoa wito kwa wavuvi wanaotumia rasilimali ya bahari. Wavuvi nataka waelewe kwamba samaki ni rasilimali inayoisha, sio rasilimali ambayo haishi. Na Zanzibar kwa takwimu tunasema kwamba wavuvi wanakaribia 100,000. Kwa hiyo wavuvi hawa wana familia zao. Kila mtu akiwa na watoto 5 au 7, tunasema kwamba uvuvi unashughulikia watu zaidi ya 700,000 Zanzibar kwa kila siku. Kwa hiyo tuitunze bahari, tutunze rasilimali za bahari na tuvue katika njia endelevu ili sisi na vizazi vijavyo tuendelee kula samaki. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Comment na kushare VOP Online TV.